Na tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo tarehe 21 Machi mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko Kivu Kusini, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa yenye udhaifu na yenye kusuasua katika mkoa huo, hali inayosababisha athari zinazoonekana wazi katika mzunguko wa usafiri wa barabarani. Katika barabara inayounganisha Sange na Uvira, usafiri umebaki kuwa mdogo sana, jambo linaloonyesha kuendelea kwa hali ya kutokuwa na usalama. Hata hivyo, mzunguko wa magari unaendelea vizuri katika kati ya Bukavu na Sange, ambapo watumiaji wa barabara bado wanaweza kusafiri bila matatizo makubwa. Kwa upande wa usalama, milio ya risasi za tahadhari inayodaiwa kupigwa na wapiganaji wa M23 RDF iliripotiwa mapema asubuhi ya hiyo jana tarehe 20 Machi katika vitongoji vya mji wa Sange, ila hakuna mashambulizi ya kujibu yaliyoripotiwa kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, katika hali ambayo vikosi vinaendelea kuimarisha nafasi zao tangu tarehe 18 Machi ya mwaka huu. Wakati huo huo, mvutano unaendelea kuwa mkubwa katika barabara ya Sange na Runingu, kando mwa barabara ya taifa nambari 5 ama Route Nationale numero 5 katika eneo la uwanda wa Ruzizi ama Plaine de la Ruzizi. Eneo hili la kimkakati linaendelea kufuatiliwa kwa karibu na baadhi ya wadau wenye kuhusika kikamilifu na masuala ya kiusalama, huku kukisadikika kuwepo kwa hofu ya kuongezeka kwa uwezekano wa kuzorota zaidi kwa hali ya usalama katika siku zijazo. Na tukijielekeza huko kule mkoani Katanga, ambako kuna ripotiwa kuibuka kwa kundi jipya la wahasi katika eneo hilo la Grand Katanga, huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota. Kundi hilo jipya la wahasi linalojiita Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo MDKC limejitokeza hivi karibuni katika eneo la maeneo hayo, jambo linalozua wasiwasi miongoni mwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa ya kundi hilo kwa umma, kundi hilo linasema linapigania kile wanachokiita utawala mbaya na udikteta wa serikali kuu iliyoko Kinshasa. Aidha, linatoa madai kadhaa yakiwemo kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa pamoja na kuruhusiwa kurejea kwa wapinzani walioko uhamishoni. Kuibuka kwa kundi hili kunajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama tayari ni tete, huku wakati wa mkutano wa 82 wa baraza la mawaziri ama 82e session du Conseil des Ministres uliofanyika tarehe 14 Machi ya mwaka huu, serikali ya DRC ilikuwa tayari imeonya juu ya uwepo wa dalili za kuibuka kwa harakati ya uasi katika jimbo la Haut-Katanga. Kwa mujibu wa mamlaka, kuna viashiria vinavyoashiria uwezekano wa ushirikiano kati ya kundi hilo na makundi mengine ya wahasi yanayoendesha shughuli zao mashariki mwa nchi, hasa AFC M23 ambayo wakati mwingine huhusishwa na kundi la Bakata Katanga. Miongoni mwa matukio yaliyotajwa ni pamoja na uvamizi ulioripotiwa katika makao makuu ya hifadhi ya taifa ama Parke Nationale ya Upemba pamoja na katika eneo la Lusinga. Serikali inaamini kuwa vitendo hivyo vinaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuleta machafuko nchini unaozidi mipaka ya vitendo vya makundi ya wanamgambo wa ndani pekee. Hali hii inaongeza hofu ya uwezekano wa kuenea kwa machafuko ya kiusalama kuelekea kusini mwa nchi. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, toka hiyo jana tarehe 20 Machi mwaka huu, kuna ripotiwa ongezeko la kimfumo la makundi ya wahasi wa M23 FCRDF katika maeneo ya Bukumbirwa, hususan kwenye mpaka wa kijiji cha Ikobo na Kisimba wilayani Walikale, huku vikosi vingine na silaha za kivita zikisadikika kuwasili katika kijiji cha Bwito na vingine katika wilaya ya Ruchuru. Na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kiusalama na kisiasa wanasadikika kuhofia kuibuka kwa mashambulizi mapya hivi karibuni yanayolenga mji wa kimkakati wa Pinga ulioko katika wilaya ya Walikale. Baada ya miezi kadhaa ya mvutano uliotawaliwa na tuhuma za pande zote kuhusu kutokuheshimu makubaliano ya pamoja,
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana juu ya hatua madhubuti mpya zinazolenga kuharakisha utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa huko mjini Washington. Hatua hizi zinafuatia mkutano uliofanyika tarehe 17 na 18 Machi mwaka huu katika mji huo mkuu wa Marekani chini ya usimamizi wa Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na pande hizo tatu. Mara baada ya mkutano huo, mkutano wa kimataifa wa ukanda wa maziwa makuu CIRGL ulipongeza matokeo ya majadiliano hayo, ukisema ni hatua muhimu kuelekea kupunguza mvutano katika ukanda huo. Katika taarifa yake iliyotolewa tarehe 20 Machi mwaka huu, shirika hilo ambalo kwa sasa linaongozwa na DRC lilisisitiza dhamira ya nchi hizo mbili ya kutafuta suluhu kwa njia ya maafikiano kwa kuheshimu mamlaka na mipaka ya kila upande. CIRGL inaona kuwa hatua hizi mpya ni muhimu katika mchakato wa kupunguza mvutano na kujenga tena imani kati ya mataifa hayo mawili. Pia imesisitiza utayari wake wa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha utekelezaji kamili wa makubaliano hayo kwa lengo la kudumisha amani ya kudumu katika ukanda wa maziwa makuu. Katika muktadha huo, shirika hilo limeeleza kuunga mkono makubaliano ya Washington kwa ajili ya amani na ustawi, huku likipongeza juhudi za serikali ya Marekani pamoja na mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika Bwana Faure Gnassingbe. Aidha, limesisitiza umuhimu wa jukumu la upatanishi wa Kiafrika katika kufanikisha suluhisho la amani na la kudumu kwa mgogoro huo. Hata hivyo, licha ya maendeleo hayo ya kidiplomasia, hali ya usalama uwanjani inaendelea kutia wasiwasi pamoja na ushiriki wa Rais wa Marekani Donald Trump na kuridhiwa kwa makubaliano hayo na marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Mvutano bado unaendelea kati ya Kinshasa na Kigali, huku kila upande ukiendelea kutuhumu mwingine kwa kukiuka makubaliano. Wakati huo huo, mazungumzo ya Doha yanayoendeshwa chini ya usimamizi wa Amir wa Qatar kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 yanaonekana kusuasua. Mazungumzo haya yaliyolenga kukamilisha mchakato wa Washington kwa kushughulikia chanzo cha mgogoro, ikiwemo kurejesha mamlaka ya dola na kuwajumuisha upya makundi ya waasi, bado hayajazaa matokeo ya kuridhisha. Hatua kadhaa zilizokwisha kukubaliwa kama vile kusitishwa kwa mapigano, tamko la msingi na makubaliano ya mfumo bado hazijatekelezwa. Kusuasua huku kwa juhudi za kidiplomasia kunachangia kurejea kwa mapigano makali mashariki mwa DRC na hivyo kuzidisha hali ya usalama ambayo tayari ni dhaifu. Aidha, kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa yanayodaiwa na baadhi ya wanasiasa na asasi za kiraia ili kuunga mkono juhudi hizi za amani bado hakujatekelezwa. Rais Felix Tshisekedi anaendelea kusisitiza kwa hatua hiyo lazima itokane na mamlaka yake, licha ya kuchapishwa hivi karibuni kwa ramani ya utekelezaji iliyowasilishwa na taasisi za kidini. Katika mazingira haya, juhudi za kidiplomasia zinazoendelea bado hazijaweza kuleta matokeo ya moja kwa moja uwanjani, hali inayozua mashaka kuhusu uwezekano wa kupatikana kwa utulivu wa haraka na wa kudumu katika ukanda huo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunatumaini ya kwamba ulianza nasi na kumaliza pamoja nasi, kwa hiyo tunakusihi tena kubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu. Kwa hiyo tukutane kwa majaliwa. Asante.